Naam, karibu. Aliyewahi kuishtaki Chadema mahakamani afariki dunia ghafla leo, na sasa onyo kali limetumwa baada ya baadhi ya Watanzania wafuasi wa Chadema kuingia barabarani na mitandaoni kuandamana kusherehekea kifo cha kiongozi huyu ambaye aliwahi kuishtaki Chadema kuaga dunia leo. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imetupwa katika mjadala mwingine mkali wa kihisia baada ya kifo cha mwanasiasa mkongwe wa upinzani Mama Maulida Anna Komu. Kifo chake haraka kimekuwa zaidi ya muda wa maombolezo tu. Kiligeuka dhoruba ya kisiasa mitandaoni leo baada ya kuibuka madai kuwa baadhi ya wafuasi wa Chadema walikuwa wakisherehekea kifo chake kwa sababu ya kutofautiana kwake na uongozi wa chama hicho cha upinzani hapo awali. Vilevile mtazamaji, katika taarifa hizi usiku wa leo tutaangalia onyo kali lililotumwa na aliyekuwa mwanachama na mfuasi wa Chadema Yeriko Nyerere kuhusu tukio hili la wanachadema ama baadhi ya wafuasi wa Tanzania kusherehekea na kushangilia vifo vya viongozi. Lakini kabla tufanye hivyo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mama Maulida Anna Komu hakuwa mwanasiasa wa kawaida. Alikuwa mmoja wa wanawake mashuhuri katika siasa za upinzani Chadema nchini Tanzania kwa miaka mingi. Alijijengea jina ndani ya Chadema wakati wa nyakati ngumu za kisiasa, wakati siasa za upinzani zilipokabiliwa na shinikizo nchini kote. Wafuasi wengi walimuona kama mwanamke shujaa ambaye alisimama dhidi ya mfumo na kutetea demokrasia. Lakini ni nini ambacho kilifanyika mbeleni ambacho kimepelekea hawa wanachadema wenzake kusherehekea na kushangilia kifo chake? Lakini miaka baadaye uhusiano wake na Chadema ulibadilika sana. Badala ya kubaki mmoja wa maveterani mashuhuri wa chama hicho, alikuwa mmoja wa watu mashuhuri wa kisiasa waliohusishwa na vita vya ndani ya chama cha upinzani Chadema. Jina lake lilirejea kwenye vichwa vya habari mwaka 2025 baada ya kujiunga na wadhamini wengine katika kesi iliyowashangaza wafuasi wengi wa upinzani Chadema kote Tanzania. Kesi hiyo ililenga Chadema yenyewe na wao walienda barabara hadi mahakamani kuishtaki Chadema. Taarifa zinasema kuwa Mama Komu marehemu akishirikiana na Ahmed Rashid Khamis pamoja na Said Issa Mohamed walifungua kesi ya kisheria inayohusiana na mgawanyo na usimamizi wa mali za chama. Kesi hiyo iliomba vikwazo vya kisheria dhidi ya baadhi ya shughuli za kisiasa zinazohusiana na shughuli na mali za Chadema. Na hapa ndipo ambapo Tundu Lissu anaingia kati, wakati Tundu Lissu pia iliomba mahakama iweze kumuunganisha katika kesi hiyo. Hali hiyo ilizidi kupamba moto awali kwa sababu wakosoaji ndani ya Chadema pia walishutumu kundi hilo akiwemo marehemu kwa madai ya kukidhoofisha chama katika kipindi nyeti cha kisiasa. Na sasa baada ya kifo chake, hasira iliyokuwepo wakati wa vita hivyo mahakamani inaonekana kurejea mtandaoni upya. Mitandao ya kijamii iligawanyika mara baada ya habari za kifo chake kuenea, wakati wa Tanzania wengi wakimlilia na kusifu mchango wake katika siasa za upinzani. Wengine walichapisha maoni yenye utata ya kukosoa matendo yake ya awali dhidi ya Chadema. Hapo ndipo moto mwingine wa kisiasa ulipoanza. Mwanachama wa zamani wa Chadema Yeriko Nyerere aliingilia kati kwenye mjadala huo akiwa na ujumbe wa hisia na wa moja kwa moja na onyo kali kwa wale wanaoshangilia. Yeriko Nyerere alikemea vikali kile alichokitaja kuwa ni sherehe za kejeli kuhusiana na vifo vya marehemu vigogo wa kisiasa waliowahi kutofautiana na Chadema. Kulingana na Yeriko Nyerere, siasa nchini Tanzania zimeanza kuwa hatari kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wakichukulia kifo kama ushindi wa kisiasa. Alihoji ni vipi kutoelewana kwa kisiasa kunaweza kufikia mahali ambapo huruma ya kibinadamu inaisha au kutoweka kabisa. Kauli yake ilienea haraka mtandaoni na kuzua mjadala mwingine mkali miongoni mwa wafuasi na wakosoaji. Yeriko Nyerere alidai kuwa hisia kama hizo pia zilijitokeza baada ya kifo cha watu wengine wa kisiasa. Alitaja mifano huku akiwatuhumu baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii kugeuza uhasama wa kisiasa kuwa chuki bila kikomo. Kulingana naye, siasa za Tanzania kamwe hazipaswi kusherehekea kifo bila kujali tofauti za kisiasa. Ujumbe huo uligawanya mtandao mara moja. Baadhi ya watu walikubaliana na Yeriko Nyerere
Nyerere kabisa. Walisema kuwa siasa inapaswa kuishia pale ambapo binadamu unaanzia. Walisema watu wanaweza kutofautiana kisiasa, lakini bado wanaheshimu wafu na kuheshimu marehemu na familia zao zinazoomboleza. Wengine hata hivyo walisema kwamba ukosoaji wa umma wa vitendo vya kisiasa upaswa kutoweka ghafla baada ya mtu kufa. Hapa ndipo hadithi ya usimulizi na taarifa ikawa kubwa kuliko Mama Komu mwenyewe. Ikawa mjadala kuhusu sumu ya kihisia ya siasa za kisasa. Katika miaka ya hivi majuzi, mijadala ya kisiasa kwenye mitandao ya kijamii katika Afrika Mashariki imekuwa ya fujo zaidi, ya kibinafsi zaidi, na wakati mwingine ya kikatili zaidi. Wafuasi wa kisiasa sasa wanatetea viongozi karibu kama timu za kandanda. Mtu yoyote anayebadilisha upande, kukosoa uongozi au kupinga maamuzi ya chama anaweza kuwa adui mtandaoni kwa haraka na kwa muda mrefu. Kesi ya Mama Komu ilifichua kabisa aina hiyo ya mgawanyiko wa kisiasa kwa wafuasi wake. Alikuwa akisimamia kanuni na uwajibikaji wa kisheria. Walisema kwamba hakuna chama chochote cha kisiasa kinachopaswa kuwa kisichoweza kuguswa au kinga dhidi ya changamoto za ndani za kisheria. Waliamini wadhamini walikuwa na haki ya kuhoji jinsi mambo na mali za chama cha Chadema zinavyoshughulikiwa. Wakati mjadala huu ukiendelea mitandaoni na mitaani, jambo moja likawa wazi sana. Siasa za Tanzania zinaingia katika enzi mpya ambapo mihemko inaenda kasi kuliko ukweli. Kifo kimoja kinaweza haraka kuwa mjadala wa kisiasa nchini kote ndani ya masaa machache tu. Mitandao ya kijamii sasa zimeunda simulizi za kisiasa karibu mara moja. Kwa Chadema yenyewe, hali hiyo inaweza pia kuleta changamoto nyingine ya ndani. Viongozi wa vyama sasa huenda wakakabiliwa na shinikizo la kuwatuliza wafuasi na kuepuka kuonekana kutojali wakati wa maombolezo au kushangilia kifo. Umoja wa upinzani tayari umekabiliwa na changamoto na shutuma nyingi, na mabishano ya umma kama haya yanaweza kuongeza migawanyiko zaidi. Kwa upande wa onyo la Yeriko Nyerere na kauli yake kwa mara nyingine ilimrudisha kwenye mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa. Wengine walimsifu kwa kusema kuhusu maadili, wengine walimtuhumu kwa kujaribu kushambulia Chadema kwa njia isiyo ya moja kwa moja, lakini bila kujali maoni yake yalifaulu kubadilisha mazungumzo kutoka kwa maombolezo rahisi hadi mjadala wa kitaifa kuhusu tabia ya kisiasa, na hilo linaweza kuwa somo kubwa zaidi kutoka kwa hadithi au taarifa hizi. Ushindani wa kisiasa ni kawaida katika demokrasia. Kesi za mahakama pia ni za kawaida. Kutokubaliana pia ni kawaida. Lakini mara siasa zinapofikia ambapo watu husherehekea kifo waziwazi, wananchi wengi huanza kuhoji iwapo jamii inapoteza huruma kabisa. Usiku wa leo, Tanzania imesalia kugawanyika mara mbili, sio tu kuhusu itikadi za kisiasa, bali pia jinsi wapinzani wa kisiasa wanapaswa kutendewa baada ya kifo. Kifo cha Mama Maulida Anna Komu sasa kimekuwa zaidi ya taarifa ya mazishi. Imekuwa kioo kinachoakisi hali ya sasa ya kihisia ya siasa nchini Tanzania. Swali kubwa sasa bado halijajibiwa. Je, wafuasi wa kisiasa watajifunza kutenganisha hasira ya kisiasa na utu wa kibinadamu, au vita vya kisiasa vijavyo vitazidi kuwa chuki mtandaoni? Ni wakati tu ndio utajibu swali hilo. Kwa sasa kifo cha Mama Maulida Anna Komu kimefungua tena majeraha, maumivu ya kisiasa, kimefichua migawanyiko mikubwa ndani ya siasa za upinzani na kuzua mijadala mikali ambayo Tanzania imewahi kuiona katika wiki za hivi karibuni.